Hii ni sehemu ya 9 ya kujibu zile zinazoitwa hitilafu kwenye Biblia ambazo zinaletwa na kwenye channel moja inafahamika kama Fan kule kwenye TikTok. Naam, safari hii Fan kama kawaida yake ametoa mifano mingine mitatu. Mfano wa kwanza ni kutoka katika Injili ya Mathayo sura 26 mstari wa 47 mpaka na 50, akiuanisha na Yohana sura ya 18 mstari wa 2 mpaka wa 7, na anaulizwa kwamba kwa mujibu wa hizi sehemu mbili za Mathayo na Yohana inaonekana kukamatwa kwa Yesu kulikuwa ni tofauti. Hili ni swali lake la hili katika sehemu mfano wa kwanza. Anakwenda katika mfano wa pili, anatoa kutoka katika Mathayo hiyo hiyo sura ya 27 mstari wa 27 mpaka wa 28, na analinganisha na Marko sura ya 15 mstari wa 17. Na anauliza, je, vazi lile alilovalishwa Yesu na wale askari walikuwa wakimpiga mijeledi Bwana Yesu walivalisha vazi jekundu au zambarau? Na mfano wa tatu anautoa katika Injili 4. Zote ni Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Kwenye Mathayo anachukua sura ya 27 mstari wa 37, Marko sura ya 15 mstari wa 26, Luka sura ya 23 mstari wa 38 na Yohana sura ya 19 mstari wa 19 mpaka wa 20. Huko anauliza kwa nini kuna tofauti ya maandishi juu ya msalaba wakati ule Bwana Yesu amewekwa msalabani. Kwa nini kuna maandishi tofauti pale? Tunaanza kwanza na huu mfano wa kwanza na kujibu hiyo madai ya hitilafu ya kwanza. Tunaenda kusoma Mathayo sura 26 mstari wa 47 mpaka 50. Unasema hivi: basi alipokuwa katika kusema, tazama, Yuda mmoja wale tenashara akaja, na pamoja naye kundi kubwa wenye panga na marungu, wametoka kwa wakuu wa makuhani na wazee wa watu. Na yule mwenye kumsaliti alikuwa amewapa ishara akisema, nitakayembusu huyu ndiye, mkamateni. Mara akamwendea Yesu akasema, salamu Rabi, akambusu. Yesu akamwambia, rafiki, fanya ulilolijia. Wakaenda wakanyosha mikono yao wakamkamata Yesu. Kwa mujibu wa maelezo haya ni kwamba askari wanamkamata tu Bwana Yesu baada ya huyu Yuda Iskariote kumbusu, na kwamba kabla ya kwenda kule walikuwa wameshakubaliana kupewa ishara, kwa sababu kwamba uwezekano mkubwa ni kwamba hawa askari wapewa walikuwa hawamjui huyu Yesu anakwenda kumkamata. Kwa hiyo Yuda yeye aliwapa ishara kwamba huyu nitakayembusu ndiye. Na tunapoona hapa kwamba Yesu anambusu na Yesu anamwambia Yuda Iskariote anambusu, na ndipo wale askari wanamkamata. Twende tukasome katika Injili ya Yohana sura ya 18. Yohana sura ya 18 mstari ule wa mstari wa 2 mpaka wa 7. Unasema hivi: naye Yuda yule aliyetaka kumsaliti alipajua mahali pale, kwa sababu Yesu alikuwa akienda huko mara nyingi pamoja na wanafunzi wake. Basi Yuda akiisha kupokea kikosi cha askari na watumishi waliotoka kwa wakuu wa makuhani na Mafarisayo, wakaenda huko na taa na mienge na silaha. Basi Yesu hali akijua yote atakayompata, akatokea akawaambia, ni naye mnayemtafuta? Wao wakamjibu, ni Yesu Mnazareti. Yesu akawaambia, ni mimi. Yuda naye aliyemsaliti alikuwa amesimama pamoja nao. Basi alipowaambia ni mimi, walirudi nyuma wakaanguka chini. Basi akawauliza tena, mnamtafuta nani? Wakasema, Yesu Nazareti. Sasa kwa mujibu wa ndugu yetu Fan anauliza kukamatwa kwake kulikuwaje, kwa sababu tunapoona katika ile Injili ya Mathayo Yuda ndiye anamtambulisha Yesu kwa kumbusu, na ndipo askari wanamkamata. Lakini hapa tunapoenda katika Yohana tunamwona Bwana Yesu mwenyewe akijitambulisha kwa wao askari. Sasa anauliza kukamata kwake kulikuwaje? Jibu liko rahisi sana 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 sana, kwa sababu unapoenda kusoma Injili ya Yohana mstari wa 8, maana yeye huyu Fan aliishia wa 7, lakini mstari wa 8 huu unaelezea kitu fulani. Yesu akajibu, nimekwisha kuwaambieni ya kwamba ni mimi. Basi ikiwa mnanitafuta mimi, waacheni hawa waende zao. Maana yake nini? Kwamba hawa askari walipoingia waliwaweka Bwana Yesu na wanafunzi wote chini ya ulinzi, na hata baada ya Bwana Yesu kujitambulisha bado walikuwa wameshikilia wale wanafunzi wengine. Maana yake ni kwamba hichi kisa anakikamilisha Mathayo, kwamba hawa askari hawakuwa na uhakika yule anajitambulisha kwamba kweli ni Yesu au la. Ndipo sasa kama unaposoma hapo mwanzoni katika hii Yohana inasema kwamba anasema kwamba Yuda naye aliyemsaliti alikuwa amesimama pamoja nao, alikuwa amesimama pamoja na wale askari.
Kwa hiyo askari walikuwa wakisubiri ile ishara ambayo tayari walikuwa wamekubaliana nao. Ndipo sasa Mathayo anathibitisha kwamba ndipo huyu Yuda Iskarioti anakwenda anambusu, kuwapa uhakika wale askari kwamba yupi ndiye, kwa sababu hawakutaka kuchukua tu neno la Yesu wamkamate, halafu pengine ikawa ni mtu ambaye anasema uongo, halafu Yesu wa kweli katika wale waachie wale wengine, halafu ikawa Yesu aponyoke. Kwa hiyo wao waliendelea kuwashikilia, kwa sababu unamuona Yesu akiwaambia hapa katika mstari wa 8, Yesu akajibu, nimekisha kuambieni ya kwamba ni mimi. Basi ikiwa mnanitafuta mimi, waacheni hawa waende zao. Kwamba bado pamoja na kwamba Bwana Yesu anajitambulisha, askari hawakuwaachia wale wanafunzi wengine, kwa sababu walikuwa bado Yuda Iskarioti hajatoa ishara ya kumthibitisha kati ya wale Yesu ni yupi, kwa sababu kuna uwezekano walikuwa wanajua. Ukumbuke hawa ni askari ambao wana mafunzo, walikuwa wanajua kwamba tusije tukafanya makosa, maana walikuwa na nafasi ndogo sana na ilikuwa ni usiku, hawakutaka kufanya makosa. Ndipo kwa mujibu wa Mathayo, Yuda Iskarioti anatoka anambusu Yesu kama walivyokubali, ndipo wanapata uhakika. Na unaposoma katika hizi Injili baadaye unaona wale wanafunzi wengine wanakimbia, maana yake wanaachiwa na wanakimbia. Hili ni jibu langu ndugu yangu Fan, hakuna hitilafu. Twende tukaangalie mfano wa pili huu. Katika mfano wa pili wa hitilafu anazozidai huyu ndugu yetu Fan, anatoa maandiko mawili. Andiko la kwanza linatoka katika Mathayo sura 27 mstari wa 27 mpaka 28, anaoanisha na Marko 15 mstari wa 17. Tukasome haya maandiko na anauliza, je, huyu Yesu alivalishwa nguo gani? Rangi ya nyekundu au zambarau? Tunaenda kusoma kwanza Injili ya Mathayo sura 27 mstari wa 27 mpaka 28. Inasema hivi: ndipo askari waliwali wakamchukua Yesu ndani ya Proitario, wakamkusanyikia kikosi kizima, wakamvua nguo, wakamvika vazi jekundu. Jambo la kwanza la msingi la kuliweka maanani hapa ni kwamba walimvua nguo wakamvika vazi jekundu, kwamba Bwana Yesu hakuwa uchi, alikuwa na nguo nyingine, ndipo wakamvua zile wakamvika vazi jekundu. Hili litakuja kwa faida mbele hapo, endelea kufuatilia. Twende katika Marko sura ile ya 15 mstari wa 17, nasema hivi: wakamvika vazi la zambarau, wakasokota taji ya miiba, wakamtia kichwani. Kwamba kule kwenye Mathayo anasema walimvika vazi jekundu, lakini katika Marko tunaona wazi anasema wakamvika vazi la zambarau, wakasokota taji ya miiba, wakamtia kichwani. Swali ndugu yetu Fan anauliza, je, huyu Yesu alivikwa vazi la rangi gani? Sasa kabla ya hapo, kwanza nikakusomee Injili ya Yohana sura ya 19 mstari wa 2. Nao kwa sababu hili swala la rangi nalo pia Yohana analizungumza. Yohana sura ya 19 mstari wa 2. Yohana anasema, wakawa wakimwendea wakisema, salamu mfalme wa Wayahudi. Samahani, mstari wa 2 ilikuwa ni mstari wa 3, samahani. Mstari wa 2 unasema, nao askari wakasokota taji ya miiba, wakamtia kichwani, wakamvika vazi la zambarau. Tunapoona hapa ni kwamba Mathayo yeye anasema vazi jekundu, Marko anasema vazi la zambarau, na Yohana pia anasema vazi la zambarau. Lakini kitu kimoja cha kwanza tumekiona pale kwamba kwa kumvika hili vazi walimvua mavazi mengine. Tunaona mambo kadhaa. Kwanza, Bwana Yesu alikuwa na zaidi ya seti moja ya mavazi. Hili tunaona katika Marko kwa mfano 15:20, Mathayo 27:31, kwa sababu baadaye walimvua zile vazi, whether ni nyekundu whether ni zambarau, walimvua wakamvalisha mavazi yake mwenyewe. Kwa mujibu wa Marko anaelezea hivyo kwenye 15:20 na Mathayo pia anaelezea hivyo kwenye 27:31, japo yeye Yohana hazungumzi. Sasa jambo moja la msingi sana hapa kwanza, kabla ya kumjibu ndugu yangu Fan, tunataka tujue haya mavazi mekundu na zambarau, kwa sababu tunaona Bwana Yesu ana seti mbili za nguo hapa, aliyatoa wapi? Jibu tunalipata katika Injili la Luka sura 23 mstari wa 8 mpaka wa 11. Luka sura 23 mstari wa 8 mpaka wa 11. Nikukumbushe tu Bwana Yesu baada ya kukamatwa, baada ya ile jopo la Sanhedrin ya wale Mafarisayo na Masadukayo kumhukumu kifo, wakampeleka kwa Pilato.
Pilato akampeleka kwa Herodi. Herodi baadaye akamrudisha kwa Pilato. Ndipo Pilato anamhukumu kifo na Bwana Yesu anakwenda kuhukumiwa na kutundikwa msalabani. Hili jambo la msingi la kulifahamu. Sasa tunaenda kusoma katika Luka kama nilivyokuambia, sura ya 23 mstari wa 8 mpaka wa 11. Anasema hivi, hapa ni pale ambako Yesu ameshapelekwa kwa Herodi. Na Herodi alipomuona Yesu alifurahi sana, kwa sababu alikuwa akitaka sana kumuona tangu siku nyingi, maana amesikia habari zake, akataraji kuona ishara iliyofanywa na yeye. Akamuuliza maneno mengi, yeye asimjibu lolote. Wakuu wa makuhani na waandishi wakasimama wakimshtaki kwa nguvu sana. Basi Herodi akamfanya duni. Neno kumfanya duni maana kama kumdhihaki. Pamoja na askari zake akamdhihaki na kumvika mavazi mazuri. Hili neno mavazi mazuri ni jambo la msingi sana ndugu yangu. Katika karne ya kwanza, rangi hizi mbili, nyekundu na zambarau, zilikuwa ni rangi za gharama sana, ambazo zilikuwa zinavaliwa na matajiri na viongozi. Kwa hiyo kama kumfanyia ishara ya kumdhihaki, huyu mwinjili Luka anasema akamvika mavazi mazuri. Na kwa wakati huo mavazi mazuri yalikuwa lazima yawe katika rangi mojawapo ya hizo. Twende turudi katika kumjibu ndugu yetu Fan. Sasa kimsingi hapa ndugu yetu Fan ni kumwelimisha kwanza. Hili neno vazi, unaporudi katika hizi injili zote tatu, hasa ile ya Mathayo na Marko ambako unataka jibu langu litoke huko, tunarudi katika lugha ya Kigiriki ambayo ndio ilikuwa asili ya vitabu hivi toka hawa Marko, Mathayo, Luka na Yohana wanapoandika. Tunapokwenda katika injili ya Mathayo ile sura ya 27 mstari wa 28, neno katika vazi ambalo mwinjili Mathayo anaandika, anatumia neno la Kigiriki klamus, ambao klamus hili ni joho refu, na anaposema nyekundu anatumia neno kokinos. Tunapokwenda kwa injili ya Marko, yeye halizungumzii vazi, anasema tu nyekundu, anatumia neno porfura, maana yake ni zambarau. Tunapokwenda kwa Yohana, kumbuka nilikusomea injili ya Yohana sura 19 mstari wa 2, ambao rangi anayozungumzia Yohana ya zambarau inakwenda sawasawa na anavyozungumzia Marko ya zambarau. Kwa hiyo tunataka tuone hili vazi Yohana anapoandika analizungumzia ni vazi la aina gani. Neno ambalo Yohana anakwenda kulitumia kuhusu lile vazi katika Yohana 19:2 anatumia neno la Kigiriki himashen. Himashen hizi ni kanzu fupi. Kumbuka Mathayo anatumia neno klamus akimaanisha joho. Na anapozungumzia rangi, huyu Yohana pia naye anazungumzia neno lile porfura kwamba ni ya zambarau. Sasa tunapata kukiona hapa ni kwamba hawa wainjili wawili Mathayo na Marko wanazungumzia mavazi ya aina mbili tofauti kabisa, na hii ni desturi ya watu wa karne ya kwanza, ambao baadhi ya watu wa upande wa Mashariki ya Kati mpaka leo baadhi yao wana desturi hii. Hawa watu walikuwa na desturi ya kuvaa mavazi mawili mawili. Hata ukiona kwa mfano Bwana Yesu anapozungumza mara nyingi anawaambia msivae kanzu mbili. Hakumaanisha kwamba kanzu moja juu ya nyingine, alikuwa anamaanisha kanzu ile moja ya kwanza fupi na joho juu yake, zote walikuwa wakiziita kanzu. Watafsiri hawa wanatumia neno moja tu kwamba ni nguo. Unapokuja katika tafsiri ya Kiswahili, wafasiri hawa wanatumia neno nguo kurahisisha tafsiri hizi. Kwa hiyo tunachokigundua hapa ni kwamba Mathayo anazungumzia kuvuliwa joho, wakati Marko anazungumzia kuvuliwa ile kanzu fupi. Haya ni mavazi mawili tofauti, ambayo lile joho lilikuwa ni jekundu na hii kanzu ya chini yake ilikuwa ni nyekundu, zambarau. Mbaradhi kwa hilo. Kwa hiyo ni hilo. Ni leo hii hata ukienda katika internet, kwa mfano ukienda ukaangalia picha za wafalme, kwa mfano wafalme wa Saudi Arabia, unakuta wanavaa mavazi ambayo yanaendana sana na hivi. Unakuta wanavaa kanzu na kunakuwa na majoho wanavaa juu. Waarabu wengi wana desturi hii mpaka sasa. Kwa hiyo unaposema amevuliwa nguo, huyu mmoja akasema, kwa mfano unakuta mfalme wa Saudi anavaa kanzu nyeupe na joho nje linakuwa ni jeusi au mara nyingine rangi ya njano au dhahabu fulani. Mara nyingi wanavaa mavazi haya mawili yakiwa na rangi mbili tofauti. Na haikuwa tofauti kwa upande wa Bwana Yesu. Kumbuka haya mavazi haya mawili ya zambarau na nyekundu yalitoka kwa Herode. Na Bwana Yesu anapofika hapa
wale waaskari wanamvalisha haya mavazi, kwa sababu wakati wanampiga mijeledi walimpiga akiwa na nguo zake. Wakamvua nguo zake zile, wakamvalisha yale mavazi mekundu, wakaanza kumdhihaki. Na ukisoma unaona kwamba wanaanza kumsalimia kama mfalme, kwamba wanamvalisha nguo za thamani kubwa zenye kuonyesha hadhi kubwa, wanamdhihaki. Baadaye wanamvua tena, wanamvalisha nguo zake mwenyewe, kama nilivyokuambia katika Marko 15:20, Mathayo 27:31, unayaona hayo kiwazi kabisa. Kwa hiyo ndugu yangu fan, hakuna hitilafu, ni upeo wako mdogo ambao umetokana na mazoea ya kusoma Qur'ani, ambao mnasoma kwa kukariri. Sisi tunasoma kwa undani na kuchambua, hakuna hitilafu. Twende tukaone mfano wa tatu. Katika mfano wake wa tatu, ndugu yetu fan anasoma vipande vya Injili zote 4. Kwa mfano katika Mathayo anasoma sura 27 mstari wa 37, akiuanisha na Marko 15:26 pamoja na Luka 23:38 na Yohana 19 mstari wa 19 mpaka 20. Tukasome kwanza wa maandiko. Tunaanza na ile Injili ya Mathayo sura 27 mstari wa 37, unasema hivi: wakaweka juu ya kichwa chake mashtaka yake yaliyoandikwa, huyu ni Yesu mfalme wa Wayahudi. Hiyo ni kwa mujibu wa Mathayo, kwamba Mathayo anasema pameandikwa huyu ni Yesu mfalme wa Wayahudi. Tunaenda kuangalia katika Marko sura ya 15 mstari wa 26. Sura ya 15 mstari wa 26, Marko anasema palikuwa na anwani ya mashtaka yake yaliandikwa juu, mfalme wa Wayahudi. Naam, huyu ni kwa mujibu wa Marko. Tunaenda sasa kuangalia katika Injili ya Luka sura ile ya 23 mstari wa 38. Anaandika hivi Luka: na juu yake palikuwa na anwani, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Hii ni kwa mujibu wa Luka. Tunakwenda sasa katika Yohana, Injili ya Yohana sura ya 19 mstari wa 19. Naye Pilato akaandika anwani, akaiweka juu ya msalaba, imeandikwa Yesu Mnazareti mfalme wa Wayahudi. Sasa fan anauliza, kwa nini tofauti ya maandishi juu ya msalaba? Kwake yeye, kwa kutofautiana hawa wainjili wote 4, namna gani yameandikwa, anaona ni kikwazo. Labda la kwanza kabisa, kwa mtu anaangalia video hii, kumbuka hawa katika hawa wainjili hawa 4, wawili walikuwa ni wanafunzi wa Bwana Yesu, yani huyu Mathayo na Yohana. Hawa walikuwa ni mashahidi wa matukio yote haya. Huyu Marko na Luka, hawa walikuwa ni wanafunzi wa wale wanafunzi baadhi ya wale wanafunzi 11. Kwa mfano Marko alikuwa ni mwanafunzi wa Petro ambaye ni mmojawapo wa mashahidi. Luka yeye alikuwa ni mwanafunzi katika maisha yake ya Ukristo, alikuwa ni akiambatana na Paulo, lakini wakati Paulo akiwa jela aliishi na huyu Yohana. Kwa hiyo alipata mengi, na kwa mujibu wa mwinjili Luka katika sura yake ya kwanza anaelezea wazi kwamba anafanya utafiti na kuhoji, kwamba maandiko yake yanatokana na kuhoji wale waliokuwa mashahidi wa matukio yote ya maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo mpaka kwenye tukio hili la kufa na kufufuka. Sasa tunakuja katika jambo moja la kwanza kabisa. Tunaona kwamba wainjili hawa wawili wanasema kwamba haya ndio yalikuwa mashtaka yake. Ukumbuke Bwana Yesu anapopelekwa kwa Pilato anapewa mashtaka kwamba huyu anajiita yeye ni mfalme wa Wayahudi, na ndio maana Pilato anaweka anwani juu ya msalaba, kwa sababu ilikuwa ni sheria kwa Warumi kwamba mtu anayehukumiwa kufa msalabani ilikuwa lazima mashtaka yake yaekwe pale juu ili watu waweze kusoma. Lakini jambo moja la msingi ni kwamba kutofautiana kwao huu si uthibitisho wa makosa, bali uhakiki wa ushuhuda, kwa sababu kama wote hawa wangeandika neno kwa neno sawasawa, kungekuja hoja hawa watu wamenakiliana. Kwa hiyo kutofautiana kwao hakuimaanishi hitilafu, bali kunathibitisha uhakika wa ushahidi, kwa sababu kama wangelikuwa mahakamani wanapeleka ushahidi, kwa kuwa hizi sentensi zao zina utofauti, kungemaanisha kwamba hawa watu hawajafundishana. Hili ni la kwanza la msingi kulitambua. Lakini pia wanachofocus hawa ni kuhusu shitaka. Shitaka hasa ilikuwa ni kwamba walipeleka kwa Pilato ilikuwa kwamba huyu anajifanya ni mfalme wa Wayahudi. Kwa hiyo katika sentensi zao zote wote hawa kuhusu mfalme wa Wayahudi hawajalikosa, kwa sababu ndio lilikuwa shitaka ya wale Mafarisayo na Masadukayo walipeleka kwa Pilato. Hili ni jambo la kwanza la msingi. Kwa hiyo wote
wanalinukuu hili pasipo hata mmoja wapo kukosea. Hili ni la msingi. Kuhusu Mathayo kusema huyu ni Yesu mfalme wa Wayahudi, na Marko anaacha ile anasema mfalme wa Wayahudi, Luka anasema huyu ndiye mfalme wa Wayahudi, Yohana anasema Yesu Mnazareti mfalme wa Wayahudi. Hili linajibika vizuri sana unapoenda kusoma katika Injili ya Yohana ile sura ile ya 19 Yohana. Lakini safari hii kama nilivyokuambia siku zote, ndugu yangu fan, soma mistari miwili mbele au nyuma. Mara nyingi ya hizi unazoziita hitilafu zinanijibu, na Yohana anatujibu vizuri sana kwa ufasaha kabisa. Tunapoenda kusoma Yohana 19 mstari ule wa 20 mpaka 22, unasomeka hivi: basi anwani hiyo waliisoma wengi katika Wayahudi, maana mahali pale aliposulubiwa Yesu palikuwa karibu na mji, nayo iliandikwa kwa Kiebrania, kwa Kirumi na Kiyunani. Basi wakuu wa makuhani na Wayahudi wakamwambia Pilato, usiandike mfalme wa Wayahudi. Kumbuka, anarudia tena ile sentensi, japo yeye katika injili yake pale Yohana anasema aliandika Yesu Mnazareti mfalme wa Wayahudi, lakini wale wazee wale makuhani walikwenda kwa Pilato kulalamika, wanamwambia usiandike mfalme wa Wayahudi, bali ya kwamba yule alisema mimi ni mfalme wa Wayahudi. Kwa hiyo walimtaka Pilato abadilishe, badala ya kuandika mfalme wa Wayahudi aseme mimi ni mfalme wa Wayahudi. Pilato akajibu, niliyoandika nimeandika. Kimsingi kikubwa hapa Yohana anatuelezea ile anwani iliandikwa katika lugha tatu. Iliandikwa katika Kiebrania, yani hichi ni Kiyahudi, hichi Kiebrania. Iliandikwa katika Kirumi, hii ni lugha ya Kilatini ambayo ndio ilikuwa lugha rasmi ya hawa watawala wa Kirumi. Lakini pia iliandikwa katika lugha ya Kiyunani. Kiyunani hiki ni Kigiriki. Kigiriki ilikuwa ndio lugha kuu, lugha za taifa za yale maeneo yote ambayo hawa Warumi walikuwa wakitawala. Hii ndio ilikuwa lugha ambayo ikizungumzwa rasmi. Kirumi ilikuwa ni ndani ya wale wa Roma wenyewe walikuwa wakizungumza Kilatini, lakini anasema andiko katika lugha tatu. Sasa maana yake nini? Kimsingi waandishi wote hawa watatu wanaandika kwa kufocus katika kwanza lile shitaka kuu, wanafocus kuhusu mfalme wa Wayahudi, kwamba hili ndio lilikuwa shitaka. Lakini hakuna ambaye kwa kupunguza haimaanishi hili ndio neno peke yake. Wao wanaenda kufocus zaidi katika ile hoja kuu kwamba hili ndilo lilikuwa shitaka. Sasa utaona tofauti moja tu, kwamba unapokwenda kukusanya haya maneno yote haya, kwa mfano Mathayo, huyu ni Yesu mfalme wa Wayahudi. Marko anasema mfalme wa Wayahudi. Luka anasema huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Yohana anasema anasema Yesu Mnazareti mfalme wa Wayahudi. Unaiweka katika sentensi moja, itasomeka hivi: huyu ndiye, au huyu ni Yesu Mnazareti mfalme wa Wayahudi. Tofauti moja tu inajitokeza ukichukua ukatengeneza sentensi kamili, kwamba aidha palikuwa pana neno ndiye au ni, kwamba ingeweza kuwa huyu ndiye Yesu Mnazareti mfalme wa Wayahudi, au huyu ni Yesu Mnazareti mfalme wa Wayahudi. Tofauti hii inaweza kujitokeza tu kwa sababu Yohana ameshatuambia pale palitumika lugha tatu, na wanahistoria wote pasipo kupingana wanaamini hawa wanafunzi wa Yesu wote waliweza kuzungumza walau lugha mbili baina ya zile lugha tatu. Waliweza kuzungumza Kiebrania kwa sababu hawa wanafunzi wote wa Yesu wale 11, hata pamoja na Yuda Iskarioti ambaye alikuja akajiua, waliweza kuzungumza Kiebrania kwa sababu wao walikuwa ni Wayahudi. Wote walizungumza Kiyahudi, lakini kwa sababu walikuwa ni wako chini ya utawala wa Roma, lugha ya taifa iliyotumika ilikuwa ni Kigiriki, yani Kiyunani. Hakuna uhakika kama waliweza kuzungumza Kilatini au wanaita ile lugha ya Kirumi, lakini kuna uwezekano pia. Kwa hiyo kuna uwezekano tofauti ya ndiye na ni itokana na kwamba mmoja wapo pengine alinukuu katika lugha tofauti na mwenzie. Kwa hiyo hakuna hitilafu hapa, na kimsingi wanathibitisha kile kilichoandikwa na Pilato kwenye msalaba ule aliotundikwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kimsingi ndugu yangu fan, unachokifanya hapa unathibitisha kwamba tofauti na nyinyi Waislamu mnaodai kwamba Allah alimtoa Isa akamweka mtu mwingine, hapa inathibitisha aliyekuwepo pale msalabani wakati ule alikuwa ni Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa kunisikiliza na Mungu akubariki sana.